you, the members of the press. Asanteni, it's another beautiful day yenye mmekuja kunitembelea. And first, let me thank Kenyans for a very nice public participation. Asanteni kwa kujitokeza kwa wingi na kuaibisha serikali ya William Ruto. You have done a massive job, a good job. Kama unajua ulienda, ukapiga kelele, ukasema kufa dereva, kufa makanga, ukasema Ruto must go, thank you so much. What happened in these two public participations zimeonyesha ya kwamba watu hawaamini serikali ya William Ruto. Na imeonyesha William Ruto ya kwamba watu hawana hata shida na Gachagua. Wewe mwenyewe ndio watu wako na shida na wewe. Wewe mwenyewe ndio umekuwa kutenga. William Ruto umejionea kwa macho yako. Unasemanga Brenda Kangai maybe anashindanga akikwambia You have seen it with your eyes. The people of this country they have said no to bad leadership in capital letters. Hata wajasita ni no to bad leadership. And the people of this country have decided to stand with truth of this country and defend their country. So asanteni sana. So next time kuna wabunge wanawapea stress, wanawatumia goons, wanafanya. Ukiitwa public participation, muone wabunge wenu wataki mrepresent haki zenu na views zenu vile zinapaswa. Chukueni kufuri muwafungie huko ndani, muwatandike. Hawataienda hiyo parliament kuglaze miswada za ujinga na upuzi. Na muambie in capital letters that kwenda kuimpeach Gachagua is not our priority. Our priority is good education system. The education system is collapsing. Can you deal with the issues that are affecting Kenyans? Mwache ujinga na upuzi. What took you to parliament? Impeachment after impeachment. How many governors have been impeached in this country? Kwa hii mwaka? How many governors wamepelekwa Senate? Is that the work of members of parliament? You should be concentrating with the agendas that you are given by the people of this country. If you are not given work by the people of this country to mulipatiwa kazi kuwatetea wananchi. Si kwenda kupeleka sarakasi na vipindi parliament. Na mimi ndio nimeaddress vijana nikawaambia next public participation. Mkiona mbunge analeta upuzi, fungeni mlango na kufuli, mtandike, munyoroshe viboko. Akienda parliament next time atakuwa na akili. Atakuwa nasikia kuenda kuimpeach mtu anatetemeka. Ataenda kuongea zile vitu ambazo zina affect wananchi. So me I want to ask when you are push public participation, juu imetumia pesa mingi sana. So next week after tumemalizana na hii mambo ya Gachagua, please bring the public participation about Adani, JKIA. Mulete kinagaubaga wananchi wa kawaida wajue mshauza airport. Mukimaliza mtuletesha. Mukimaliza hivyo mtuletea help. Amwezi kuwa mnaenda tuweka busy kwa vitu zenye hazina maana. Vitu hazituhusu, mnatuweka busy, mnatushindisha hapo, watu wanafunga kazi, economy ni mbaya, wanaenda kufanya upuzi. Impeaching Gachagua is not our priority and it can never be our priority. First and foremost, we never voted the Kenya Kwanza government. We voted Raila Amolo Odinga. So it is either you are going to style up, lead the people of this country the way it should be done, or you get out of those seats. Hizo makaratasi mleleta kwa ground zingekuja na picha ya Ruto, ya Gachagua, MCS na kila mtu. Tuchague good leaders wenye tunataka. New leaders, new faces. That is what we want. And another thing, before I give the media maswali ya kuniuliza about Mount Kenya, juu unajua hiyo ndio imewaleta. Mimi nataka kuonya wale wabunge wa Mount Kenya ambao wako na nyef na mdomo mingi. I want to tell you, East, West, home is the best. Kama mmekuwa mkifuata sentiments za Oscar Sudi, yeye ameamua kukufa na mtu wake. Lakini wewe unadanganywa uende utukane Rigathi Gachagua. Kimani Ichung'wah unasimama unatukana Rigathi Gachagua. Wewe mwenyewe unasimama una confirm that I was used to destroy Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi kama vijana wa Mlima Kenya, we are not going to allow that. Rigathi Gachagua is the most
senior person in Mount Kenya must be respected. Akifuatwa na kina Kindiki na wengine. Na sisi vita za leaders wetu hatutaki. They are all our leaders. We give equal respect. So watu wawili wasitumike kukuja kugawanisha mlima. Hata wewe Kithure Kindiki mwenye unatutumia DCI, mimi nimekuwa nikifuatwa na DCI. For the last 2 days nimekuwa gari za DCI zikinifuata. Hizo outlander, I have been seeing you nyuma yangu. Kindiki wewe unatutumia hao ma DCI kutushika. Ile siku utakuwa kwa shida na ile siku William Ruto atakushika. Sisi wenyewe sisi watoto wa mlima ndio tutasimama na wewe. We will stand with you because umetoka kwetu. Wewe ni wetu na tutataka kuona ukidhalilishwa. So allow us to defend Gachagua in peace. Msituvuruge. So mnataka Oscar Sudi akitukana Gachagua, mimi Brenda nasimama na tukana Gachagua. It cannot happen. And I'm urging all the youth of Mount Kenya, we are standing with Gachagua. It's a do or die. Kama Gachagua anakanyaga nje, Ruto ndio anakanyanga wa kwanza. Hatuwezi toa ngodha mbele ya trouser. Ni longi na shuka. Ndio tufikiria kama tunashusha ngodha. You will never ever intimidate any leader from any region. Hakunanga mtu mkubwa kushinda mwingine. God has created us in the equal manner. Unasikia mbunge anasema oh, Rigathi Gachagua vangi nguo nzuri, sijui akai vizuri. Wewe unataka mwanaume mwenzako akuwe mzuri umpeleke wapi? Are you a gay? People who should be complaining Gachagua is not wearing well ni bibi yake and women. Unaona mwanaume mzima tu ana akili mzuri. Anaongea vitu zenye hazifai. Style up. Rigathi is our senior most leader in Mount Kenya. No matter the differences and the political parties tuko kwa zenyewe. East West home is the best. I will stand with Rigathi Gachagua. Na the reason why nasimama na yeye kwanza, hata si mambo nijua ametoka mlima. If Rigathi ameiba, Ruto ameiba ngapi? Telling us that Rigathi Gachagua amenunua property worth 5 billion out of Ruto. Mwenye ameiba pesa amenunua Boeing 10 na kitu. Mtasema nini? Right now as we are speaking, all Rift Valley MPs karibu wote washanunua mandege. What are you telling us? Hao watu wakienda mikutano Rift Valley Central ni mashindano. Yani nani analand na ndege mzuri kushinda mwingine. Yet shida zenye zinapitia wananchi wanapitia hawezi articulate. Our members of parliament from Mount Kenya, you have let us down. You should be pushing. Pesa ya coffee ongezewe. Pesa ya majani, pesa ya kahawa. Pesa ya maziwa. Si kupeleka Kierere na Mushenene kwa hapo nini? And I've told you Betty Maina severally. Betty, wewe ni mdogo sana. Don't destroy your career because of vitu ndogo na vitu hazina miguu. Concentrate and focus kile kazi kupeleka huko. If William Ruto want to fight Gachagua, let him send his dogs. Wacha tume hao wajinga wake wenye wajasoma. Those class 2 dropout wakiongozwa na Sudi wenye wajafika shule hawapatie kazi ya kupigana Gachagua. Mliwaona Bomas? Mliwaona? Kuna mtu wa Ruto umeona Bomas? Ruto want to use divide and rule tactic in this country so that he can forever remain in power. But what I want to assure William Ruto, the youth of this country cannot be bought. Utatumana pesa, watakula na watakutukana. Kwani iko nini? Ni nini? Pesa tutachukua. Tumana ni yetu, ni ya kuibiwa, ni ushuru wetu. Any public participation msiitisha dhao tano. Na mkiingia hapo sema Ruto must go. Ruto must go. Kufa dereva, kufa makanga. Kwani iko ni kwani Ruto analanga kwako? Atakuja kukutoa kwa nyumba. Chukua pesa na ukienda pale ongea matope. Express your will. They cannot use our money. Pesa ya ushuru wetu kutununua. We cannot do that. And the media people put it very clear so that people understand. Sisi vijana wa Kenya hatutanunuliwa. Utaleta pesa tukule na tukutukane. And I want to thank all the youths that were paid and went against the will of those people who paid them. Pesa chukua. Thank you sana Caroline Chepto. Kula pesa. Lakini kifika ni kwa address issue. Piga msumali mali na paso ipigwe. Hao watu wametubeba wana. For so many years
we have been voting with no fruits. This time round we are going to vote real leaders. Betrayers tutawacha chini. Unajua kisariti vijana tuna online tunakuvamia. You will not crucify the youth of this country. We have so many agenda. Agenda yetu na priority yetu si kuimpeach Gachagua. Priority yetu ni health system zikuwe sawa. Saizi wagonjwa wamepanga line wanakufa. Pesa ya NHIF ishaibwa. Imeenda kununua mandege. Alafu hapo mnakuja kusema hapa Rigathi ni mwizi. Kwanza Rigathi kama unaweza ukiingia hiyo parliament, toboa siri. Uko na defense ya vijana, toboa siri. Jeshi ya vijana iko hapo. Na ukitaka backup tuambie before uende kupresent hizo makaratasi, tutakuwa hapo nje ya parliament. If you want backup, tell the youth to come and support you. Toboa siri. Why is it that the youth of this country want to be used to vote, but when we demand accountability, we are seen like evil people? Is it our fault to go and vote? Ile siku ya kuchaguana. It is our constitution right. But when we vote for our leaders, we need accountability. We demand it and tutaiuliza. Na William Ruto hizo blame game zako. 2017, Uhuru ni mlevi. Ajielewi. Hapo nyuma, Mwai Kibaki si mzuri. Hasijua analeta constitution inakaa aje, ukapinga katiba. Kumbe ndio maana ulikuwa unapinga katiba juu ulikuwa unajua ukapata uongozi wezi zingatia. So that is the reason why he was against the new constitution. William Samoei Ruto, ni mara ngapi umeita Raila mganga, mtu akitendawili? Sijui ajielewi, mtenganishaji, sijui mpiganishaji. Wewe ni nani anakuanga mzuri kwako? Saizi Gachagua amekuwa mbaya. Somebody who used his money, his machinery to give you votes in Mount Kenya. Over 5 million votes. And William Ruto, the reason why I'm bitter with you betraying Gachagua, my grandmother voted for you. Aliniambia hezi acha kuchagua mtu wa kanisa. Na akakuchagua kiamini wewe ni mtu wa kanisa na utamfanyia kazi. Today you have betrayed them. What do you think sisi watoto wao tunasikia nini? Lastly, the reason why Gachagua was termed tribal was because of Marigiti market. And let me address na watu wa media mweke hii very clear. Let me address that issue of Marigiti market. Market is a cosmopolitan market. Hiyo market haina Wakikuyu peke yake. Kuna Wakikuyu, kuna Wamasai wenye wanailalisha, kuna Wakamba, kuna Wajaluo, kuna kila kabila katika hiyo market. Mimi mwenyewe I shop at Marigiti market for my groceries. Na uziangwa na mama Mkisii. So hiyo market ikikuwa demolished without proper management, hao mama wataenda wapi? Wenye wanafanya biashara pale. Watoto wao watasoma na nini? Economy ni mbaya, uchumi ni mbaya. You want people to get out of Marigiti, then do what? Yes, Ukraine town ni chafu. Watu watakula usafi. So after town is clean, then what happen next? So the town is clean, you pass around Marigiti, hakuna watu. So where do those people, thousands and thousands of people who do work there, where will they go? Kenyans, let address issues. Tusieke shida zenye zinaface kwa Kenya kwa kabila ama watu wenye wanajitafutia viti. Mimi Brenda natafuta kiti ya women rep lakini sijaieka msali mbele. Let address the issues that are facing the people. Mwezi enda pale Marigiti mtoe watu wa biashara hapo, muambie watoke waende Kangundo Road, awaja build hata hiyo Kangundo Road market vizuri, alafu mnarudi mnawaambia watoke, no watoke kesho kutwa. How is that possible? Watoto wao, most of them are single mothers. What do you expect those children eat? Wataenda school shule na nini? Watalipa rent na nini? Government is not even creating a better alternative solution. Ingekuwa mnatoa watu Marigiti market na unapiga mtu na chekia milioni 2. Those people tungekuwa tunawaambia tokeni muende mfungue soko ingine. So at the end of the day, the media personnels, please let's try not to embrace tribalism. Let's embrace good conduct, good morals, accountability of people who are in power. Si shida ikitokea Marigiti market mnakuja kuiekea ati ina blanket tu inakuwa very tribal. No. Gachagua stand with the people of Marigiti, they are Kenyan people. They demand their right. They are not only Kikuyus, kuna Wajaluo, Wamasai, kuna Wakamba, Wakisii, Wacoast wako pale. People are trading their business. If you want to evacuate people, use the right method. Give people alternative solution. Give people money to move. Si kukuja hapo na sheria za ujinga na waambia watu waamke msitoke. You cannot be told mali umefanya kazi miaka 20 ukilea watoto wako uamke siku moja uende. Don't do that.
Na tuwezi fanya siasa tukieka zile vitu zinafaa wa Kenya tunaziekea tunaziekea vikwazo katika misingi ya kabila na political parties. It cannot happen that. Yes, we have to demand accountability. And lastly, to the Mount Kenya MPs, tafadhali change your mind. Change your mind, and I am urging you, Brenda. I know I'm very young to address you. Tafadhali ni change your mind. Ask Gachagua for forgiveness. Go and withdraw those silly motions. Concentrate with the work the people sent you to do. Musiingizwe katika misingi ya uchochezi yenye hamtaezana nayo. William Ruto kama hata kupigana Gachagua atumie source Kasudi na hizo vinyangarika zingine. Let not be used to fight our very own. Thank you so much. Rigathi Gachagua, stay strong. The youth are behind you. Our slogan still remains kufa dereva, kufa makanga. Kama unatoka, William Ruto anatoka. Slogan ina remain, hakuna kutoa ngodha before trouser. Trouser ishuke, ngodha ifuate.